Naam, hujambo msikilizaji wa Radio Sauti FM mahali popote pale ulipo, ninakukaribisha ikiwa dunia iko na furaha kubwa na ulimwengu unaadhimisha miaka zaidi ya 2000 ya ujio wa Yesu Kristo duniani. Lakini leo ndio siku ya ufufuo wake na kusalimu mwana wa Mwanza, mwana wa kanda ya Ziwa. Kristo amefufuka kweli kweli. Haleluya. Karibu sasa tuyangazie yale yaliyojiri kimichezo, hususan mwishoni mwa juma na yanayokwenda kujiri hii leo. Mwongozaji wako ni mimi Uswege Mwaka, lakini sitakuwa peke yangu. Nitakuwa naye Ushindi Watson Kadege kwa siku ya hii leo kuyangazia yale ya kimichezo ambayo yamejiri na yanayokwenda kujiri hii siku ya hii leo, lakini hata kwa wiki lijalo. Lakini tukiangazia yale ambayo yanakwenda kujiri ikiwa ni itakapokuwa majira ya saa 10 kamili za jioni pale Zanzibar itatulia. Lakini pia Tanganyika itapoa, Tanzania itakaa mkao wa kula. Huku Jumuiya ya Afrika ya Mashariki na Kati macho yao yatakuwa pale New Aman Complex Zanzibar kushuhudia dakika 90 za Simba dhidi ya Stellenbosch. Hivyo basi ligi kuu Tanzania bara NBC kuendelea hii leo kwa mchezo mmoja. Ni leo utaendelea mchezo mmoja, lakini kwa hapo kesho utashuhudiwa michezo miwili kutimua vumbi. Lakini championship kipi kimejiri mkoa wa kula, niko hapo kwa ajili ya kukupa hicho ambacho kimejiri huko. Lakini mbali na hapo, kimataifa, nyota wa Manchester United ambaye anakipiga kwa mkopo katika klabu ya Real Betis amefunguka mengi kumhusu kocha wake ama mwajiri wake wa zamani, namzungumzia Ruben Amorim. Hivyo basi nikiwa hapa pia nitakupa kila ambacho kimejiri kwa michezo ya hapo jana, ni yepi ambayo yamejiri ikiwa katika ligi kuu ya nchini Uingereza, lakini pia hata katika ligi kuu ya pale nchini Uhispania. Mengi ambayo yapo tutayaangazia hapa, msikilizaji wa Radio Sauti FM, lakini nikusii tu kwamba endelea kubaki nasi. Mimi Uswege Mwaka ninayokaribisha hapa, lakini nitakuwa naye Ushindi Watson Kadege kukujuza kila ambacho kinaendelea na kimejiri huko michezoni. Tupate mapumziko mafupi, tukirudi tutakuwa na habari inayotuhusu kimichezo. Naam, msikilizaji wa Radio Sauti FM, nikwambie tu kwamba tumerudi kwa kishindo. Ushindi, naam, mambo ni vipi ndugu yangu? Mambo ni salumini, salama kabisa. Sijajua upande wako unaona unameremeta au umependeza ukisema. Hapana, ni kazi yake. Ni kazi yake. Ni kazi yake. Basi wenye D2 tayari watakuwa washaelewa. Na uzuri leo ni siku ya ufufuo wa Yesu Kristo, kwa hiyo mambo ni good. Mialiko ipo. Mialiko ndugu yangu ni Kiebrania, Kiyunani, safi kabisa. Ndio maana nimekuta watu hata waulizie leo na msikilizaji wa Radio Sauti FM, hiyo ni sauti yako ya Ushindi Watson Kadege. Hayo yote ni kwa ajili tu ya kuchagiza kwa namna moja ama nyingine kile ambacho tunatamani kukujuza jioni ya leo ama mchana wa leo. Ni mchana wa leo bado. Alasiri bado. Basi ni mchana wa leo. Mpaka kufika pale saa 9 ndio itakuwa alasiri yenyewe, japo muda umesalia kidogo sana kufikia hiyo alasiri. Na kubwa kuliko hii leo, msikilizaji wa Radio Sauti FM, ni kuhusiana na mchezo ambao unatarajiwa muda mfupi ujao pale New Aman Complex visiwani Zanzibar. Wanakuambia kwenye harufu za karafuu. Hapo sasa. Sasa wataalamu wa mambo wanasema jicho lote. Si jicho lote, ni macho yote. Hapo New Aman Complex. Macho yote. Kwa hiyo sasa ni macho yote. Macho yote na masikio yote. Hapo New Aman. Msikilizaji anategemea kupata kitu kutoka pale New Aman Complex visiwani Zanzibar. Hii leo Ushindi Watson Kadege, watu wengi kwa wanaotazamia huu mchezo watarajie kipi haswa? Maana Stellenbosch sawa kaja kwa kumheshimu mpinzani, lakini pia mpinzani anapoonekana ni kana kwamba kuna kanamna hivi ya kutaka kumdharau mpinzani wake. Kwanza tumi ukiniuliza moja kwa moja leo hii majira ya saa 10 kamili kitakachokwenda kutokea pale New Aman Complex, kubwa zaidi ni mnyama Simba ambaye anahitaji zaidi matokeo, na ndo macho ya Watanzania wengi yanakwenda kumtazama Simba kama ameibeba bendera ya taifa la Tanzania, kwa sababu mpaka tunavyozungumza kwa hivi sasa ndo mwakilishi pekee ambaye anawakilisha taifa la Tanzania kwenye michuano ya kimataifa. Kwa leo hii anakwenda kutafuta rekodi, kwa sababu nilikuwa nikijaribu kutizama kwenye kikosi cha Simba, mchezaji pekee ambaye ashawahi cheza nusu fainali ya michuano hii ni Fabrice Luamba Ngoma, lakini wengine wote ndo mara ya kwanza wanakwenda kucheza hatua hii ya nusu fainali ama hatua kubwa kwa vilabu kutoka hapa Tanzania kwenye michuano ya ligi ya mabingwa, kwenye
mchuano wa kombe la shirikisho barani Afrika. Kwa hiyo mnyama Simba na kitu cha tofauti ambacho anapaswa kwenda kukifanya. Of course ukijaribu kuangalia kimzani Stellenbosch dhidi ya Simba kwa rekodi na kwa mzani ulivyo, tutamweka juu Simba kulingana na heshima kwanza kwa yale ambayo ameyafanya Simba kwa msimu hivi karibuni kwenye finali, kwenye ligi ya mabingwa barani Afrika pamoja na kombe la shirikisho. Kufika robo finali ilikuwa sio story kwake. Kitu kikubwa ambacho pengine alikuwa kikitafuta zaidi ni hatua ya nusu finali. Mwaka huu wameweza kuifika. Wamefika hatua hii hivi sasa, wanachokitaka ni kutinga katika hatua ya finali ikiwezekana na kwenda kulichukua taji kabisa. Kwa sababu gani? Unajua kwa hapa Tanzania kuna bato la Simba na Yanga. Yanga wanachokiamini Simba hapa alipofika ni kitu cha kawaida. Kwa nini? Kwa sababu yeye msimu juzi hii hatua aliivuka na yeye kwenye hatua hii aliivuka mara baada ya kuitoa timu ya Afrika Kusini ambayo ilikuwa ni Marumbo Gallants, ndio, na akafanikiwa kutinga katika hatua ya finali, japo alikwenda kupoteza katika mchezo wa finali kwa hakuchukua kombe kwa kanuni tunasema, kwa sababu mchezo wa kwanza alipoteza 2-1 kwa Mkapa, ya pili akaenda kushinda 1 bila ugeni, lakini faida magoli mawili ya USM Alger yakampa taji la kombe la shirikisho barani Afrika. Kwa hiyo leo hii mnyama Simba sasa anachokwenda kukifanya, ana vita mbili. Vita ya kwanza ni dhidi ya Stellenbosch, lakini vita ya pili anacheza dhidi ya mpinzani wake Young Africans ambaye bado anamchukulia kama ni timu ya kawaida, na kwa hali ya kawaida ni kwamba Yanga na yeye anaamini ili Simba aonekana amefanya makubwa, inabidi afanye kikubwa zaidi ya kile ambacho yeye alikifanya msimu juzi, kwa maana ya kwamba aende finali na aweze kulichukua tajiri. Kwa hiyo siku ya leo natarajia mchezo mgumu na mchezo ambao kwa Simba Sports Club mbebe matumaini makubwa, na ndio mchezo ambao utakwenda kuprove ukubwa wa Simba, kwa sababu hatuwezi tukakuita wewe ni giant timu kubwa lakini ukao unaishia kwenye hatua za kawaida, kwa sababu no doubt kwa ndani ya kikosi cha Simba kumekuwa na changamoto mara kadhaa, hususan kwa washambuliaji wao. Sasa kama washambuliaji wanashindwa kuscore, nani wa kuyabeba majukumu? Nani wa kuwafichia madhaifu wa washambuliaji ambao wameshindwa kuscore? Tunategemea wewe as namba 10 ambaye unacheza nyuma ya washambuliaji ndio uje wafutie makosa kwa kuweza kufunga na kutumia nafasi ambazo mtakuwa mmezitengeneza. Hapo kwa Jean Shalewa, maana ni wachambuzi wengi wao wanamzungumzia ama Watanzania wengi wanazungumzia hilo kwamba yeye bado hajawa yule typical number 10 wa Simba Sports Club kwa jinsi ambavyo anacheza. Sio mtu mzalishaji, ni mtu ambaye anapenda yeye mwenyewe kutumia nafasi, sio kutafuta kwamba awe na jicho la tatu kuangalia namna gani ambavyo anaweza kusababisha ushindi. Ahwa yani iko hivi. Jean Charles Ahwa ni namba 10 ndio, lakini ni mchezaji ambaye amesimama kwenye zile basics. Yani ni mchezaji ambaye amelelewa kwenye misingi ya kucheza kama namba 10. Ndio maana yeye huwa anatimiza kile ambacho mwalimu amekiongezea. Kitu ambacho anakikosa Ahwa ni sharpness kwenye kufanya maamuzi pindi anapopewa mpira, hususan kwenye eneo la hatari la mpinzani. Hapo ndipo ambao Ahwa huwa anakosea. Ndio maana kwenye mchezo uliopita even Fadru mwenyewe ambaye amekuwa akimpenda sana na kumtumia zaidi, aliweza kuzungumza kwamba yes, kwa next season tunahitaji namba 10 mwenye ubora zaidi ya Jean Charles Ahwa, ambaye kwa msimu ni kama, of course in terms of numbers ukienda Ahwa ana namba nzuri na ni very talented, lakini changamoto yake ni kwamba amekosa kasi na maamuzi ya haraka pindi ambapo anakuwa amepewa pasi katika zoni hatari ya mpinzani. Hapa tunazungumzia mikojo ya penalty, ndio maana Fadlu muda mwingi anapenda kumwacha uwanjani, kwa sababu anajua kitu chochote ambacho kikitokea, mtu pekee ambaye unaweza kuwa na asilimia zaidi ya 80 akakusaidia ni Jean Charles Ahwa, kutokana na talent ambayo yuko nayo kwenye miguu yake, hususan kwenye zile free kick ambazo zinakuwa zikitokea ndani ya dakika 90. Sawa, Sports Club wanatakiwa kujidhatiti kwa siku hii ya leo. Hivyo ndivyo ambavyo inatakiwa. Lakini msikilizaji wa Radio Sot FM, nikwambie kwamba bado tuko hapa kuiangazia yale ambayo yamejiri ama yatakayojiri viwanjani kwa siku hii ya leo, halingine hata hapo kesho, lakini hata kwa ile ambayo imekwisha kupita hapo jana, tutakujuza hapa kipi ambacho kimejiri huko viwanjani. Baki nasi tumsikie hapa, tusikie sauti za shabiki hapa wanazungumziaje wao kama wao kuelekea mchezo huu leo. Kwa majina naitwa Gerard Po. Mimi naizungumzia timu ya Simba kwa siku ya leo. Hao ni mashabiki wa Simba Sports Club kutoka hapa jijini Mwanza katika mtaa wa Buhima, wakielezea namna ambavyo wanamtazamo kuelekea mchezo wa hii leo, Simba Sports Club dhidi ya Stellenbosch kutoka pale nchini Afrika ya Kusini. Sasa hapa unajua kitu ambacho nataka nikizungumza ushindi ni vita kati ya wajukuu wa hayati baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere na vita kati ya wajukuu wa hayati Nelson Mandela kutoka pale nchini Afrika ya Kusini. Unajua, lakini pia hapo unajua kuna muda nilikuwa nasikiliza wa mashabiki nikawa najiuliza kwa nini wanajiamini kwamba mnyama anaenda kupata matokeo leo hii. Nikagundua kwamba msimu huu Simba Sports Club chini ya kocha Fadlu Davids hawajapoteza mchezo wowote wakiwa nyumbani. Kwa hiyo
wowote wakiwa nyumbani. Kila aliyekuja kwa Simba Sports Club hakuna aliyeweza kuondoka na ushindi. Kwa hiyo utagundua ni kwamba ni sehemu ambayo ni kitu ambacho kinawapa jeuri zaidi kikosi cha Simba. Lakini wasimchukulie poa Stellenbosch. Stellenbosch ni timu ya kizazi kipya. Mimi naweza nikasemea of course kwa South Africa msimu wa Orlando pamoja na Mamelodi, na Orlando na Mamelodi ndio wanaonekana kufanya vizuri, lakini Stellenbosch huwezi kumwacha kufanya vizuri. Mimi kitu pekee ambacho naweza nikawakumbusha Simba Sports Club ni kwamba huyu Stellenbosch ndo huyu ambaye alienda kupata matokeo nyumbani kwa Zamalek. Zamalek ambaye ndo bingwa mtetezi wa michuano ya kombe la shirikisho kwa msimu uliopita. Kwa hiyo wasimchukulie poa. Silaha kubwa ya kikosi cha Stellenbosch ni namna ambavyo wanacheza as a team, kwa sababu nilibahatika kuweza kuwafuatilia kwenye michezo kadhaa, michezo ya Zamalek yote miwili, namna ambavyo wanacheza. Ni timu ambayo inacheza kitimu zaidi, na ndio maana ukijaribu kuangalia imekuwa ni ngumu kufungika, japo kuna muda ni wepesi kufunguka endapo timu yako itakuwa na wachezaji watakuwa na kasi kuweza kuwafungua, lakini pia kama nilivyozungumza kuweza kutumia nafasi ambazo watakuwa wamezitengeneza. Kwa nini nazungumza hivi? Hawa Stellenbosch walikutana dhidi ya RS Berkane kutoka pale nchini Morocco. Walipokea kichapo cha mabao 5. Kwa nini walipokea kichapo cha mabao 5? Walikutana na RS Berkane ambaye sifa kubwa RS Berkane ni timu ambayo ina mawinga wenye kasi, na ndio sehemu ambayo wamekuwa wakiitumia zaidi kuweza kuwakabili opponent na kuweza kupata matokeo, na ndio maana ni kitu ambacho kimewafanya msimu huu kule nchini Morocco kuweza kuwa very harsh kupindi wanapokutana na wapinzani. Ndio maana tumeona mpaka sasa hivi unazungumza RS Berkane tayari kashatangaza ubingwa kwenye ligi ya kule nchini Morocco. Ndio maana sikushangaa kwa nini Stellenbosch kaenda kukutana na dhahma hiyo. Kwa ni timu ambayo inacheza kitimu na ni timu ambayo inacheza mpira wa nguvu zaidi. Kwa upande wa Simba Sports Club ni timu ambayo wanapaswa kwenda kucheza kwa nidhamu kubwa zaidi, ambacho mimi nitazidi kukizungumza mpaka kesho. Lakini mpaka hapo ukiwa umekazia sana swala zima la nidhamu, kucheza kwa kujiamini, kucheza kama ni timu ya ushirikiano. Tuzungumzie timu yake yenyewe kwa Simba Sports Club. Lakini mpaka hivi sasa Simba alipofikia michezo yake yote ambayo umeweza kuishuhudia, hujaiona teamwork ipo kwa Simba timu. Ndio maana nimezungumzia upande wa Stellenbosch. Teamwork ipo kwa yani nimesema vitu ambavyo vinambeba Stellenbosch, ana teamwork, ana nidhamu. Umeona? Kwa nini navizungumza vitu hivi? Ni kwamba Simba wajua kuna ile ya kwamba unakutana na opponent ambaye anakuja full mkoko, yupo away, yeye anafunguka na anacheza yupo nyumbani. Yes, hamheshimu mpinzani, lakini Stellenbosch hiyo ndio silaha yake. Anacheza kwa nidhamu kuanzia eneo la ulinzi na anakaba sana. Kwenye kushambulia si wazuri sana kwenye eneo la mwisho. Ndio maana ukijaribu kuangalia hata kwenye takwimu top scorers, mtu ambaye anaongoza kwa upande wa ufungaji kwa upande wao kule kwenye ligi I think ana goli 7, alafu then anafuata ana goli 6. Kwa hiyo ukijaribu kuangalia kwenye striking force yao haina maajabu sana, japo kwa Simba of course watajivunia ubora wa Jean Charles wao ambaye tumezungumza kuna vitu anapaswa kuviboresha, lakini pia Elia Mpanzo ambaye sasa hivi wanamuita the catalyst ama volcano, ndo mtu ambaye kuelekea kwenye mchezo wa siku ya leo ndo anachungwa zaidi na Stellenbosch, lakini mashabiki wa Simba wanamtazama kama ndo kioo na mkombozi wa Simba kuelekea kwenye mchezo wa siku ya leo. Wanamtazama kama kioo ama mkombozi wa mchezo wa siku ya leo. Hayo ni maneno ya kwake ya ushindi Watson Kadege. Msikilizaji wa Radio Soda FM, ni kushukuru kwa kuendelea kuwa nasi hapa, lakini endelea kushiriki nasi hapa kwa kutuma ujumbe kupitia simu namba 0742 12 40 21. Nasi muda ukifika tutadurusu ujumbe wako hapa, lakini muda hapa tutapata kusikiliza muhtasari wa habari. Lakini kabla ya muhtasari wa habari, sisi tuko hapa kuhakikisha kabisa kwamba tunakujuza kila ambacho unapaswa kukisikia, msikilizaji wa Radio Soda FM. Mimi ni Usoge Mwaka, lakini niko naye Ushindi Watson Kadege hapa, chambuzi la kimataifa, kuangazia yale ambayo wewe msikilizaji unapaswa kuyasikia hivi sasa, ikiwa ni mchezo mkubwa, mchezo ambao una hadhi kubwa, mchezo wa Simba Sports Club akimwalika Stellenbosch hapa jijini jijini sio jijini hapa nchini Tanzania, maana wapo visiwani. Ingekuwa Dar es Salaam wanawalika Stellenbosch kutoka nchini Afrika Kusini, lakini wamewapeleka Zanzibar. Haina shaka, lakini hapo wote wakasema kwamba utofauti wa kuchezea kwa Mkapa na New Aman na wenyewe wakirudi kwao hatucheze uwanja wao, bali watatafuta uwanja mwingine. Sawa. Dakika 90 kikubwa kidogo. Sawa, msikilizaji, tupate mapumziko mafupi, la wewe utabaki wa kusikiliza muhtasari wa habari, tutarejea. Ukisikia, lakini tushukuru sana dawati la habari kupitia kwake Mbilinyi akiwa amekurejea hapa, amekuletea muhtasari wa habari. Hivyo basi sisi nasi tunaendelea na kila ambacho unapaswa ukisikia wasaa huu, msikilizaji
wa Radio Sauti FM kutoka hapa Malimbe, Mwanza, Tanzania, ndipo ambapo tunapatikana. Hivyo basi kupitia 0742124021 ndio nambari ambayo inakuruhusu wewe kushiriki nasi hapa kwa kutuma ujumbe wa kile ambacho umekisikia mchana wa hii leo, japo tayari alasili imekwisha kutimu hapa. Ushindi wa Songalege. Yeah. Hiyo ni visiwani Zanzibar. Sasa ngoja tuelekee hapa tukasikie shabiki mmoja hapo aliyezungumza kwa kujinasibu vibaya mno kutokea huko visiwani Zanzibar. Sasa huyo ni yani tunasema live bila chenga kutoka Amani. Ndio. Tutarejea hapa msikilizaji. Wale hawana medali, wale wana vibati. Medali tu. Yeah. Umesikia sauti ya mamlaka, nakwambia mamlaka, sauti ya mamlaka. Na anatamba kwa Tanzania na kufa 5, kwa hiyo kafu hawana cha kupoteza kuendelea kupost kwamba kuna mechi ya marudiano. Unajua hawa ndo yani mimi huaga nasema unavokitamba hakikisha mara baada ya mchezo pia unatamba pia unaweza kuzungumza kwa undani kwamba bwana mimi ndo yule niliyozungumza. Lakini uswege unajua tulivyokuwa tukijaribu kuzungumza hapa tayari mnyama Simba kama kawaida mapema sana kashaweza kutoa kikosi ambacho kinaweza kuanza kwenye mchezo wa siku ya hii leo. Golini kama kawaida yuko Musa Pimbi Kamara. Mbavu za kushoto na kulia kama kawaida, kushoto yuko Mohamed Hussein nahodha, lakini pia kulia yuko Shomari Kapombe. Walinzi wakati yuko Chamwe Karabwa, bila kumsahau Abdulrazak Hamza ndo wamesimama hapo. Kiungo kama kawaida yuko Yusuf Kagoma pamoja na Fabrice Luamba Ngoma. Juu yao atasimama Jean Chalea Hwa kama kawaida, huku mawinga ikiwa ni Elie Mpanzo upande mmoja, upande mwingine akisimama Kibu Dennis. Lakini bench yupo Ali Salim Katoro, yuko David Kameta Duchu, Valentin Noma, Edwin Balua, Agustin Ukejefa, Debra Fernandez, Awesu, Joshua Motale Budo pamoja na Leonel Ateba Mbida. Kwa hiyo mnyama Simba chini ya Fadlu David ameweza kuingia hivyo siku ya hii leo. Kwa hiyo hebu kwa manufaa ya msikilizaji, hebu naomba urudie yule ambaye amesimama kule mbele kama striker. Mbele sehemu ambayo siku za hivi karibuni imeonekana kuleta mijadala na wengi wanajiuliza huu nani ni nani, Mpanzu ama ni Ateba ama Steven Dese Mukwala. Leo hii mwalimu kaamua kuanza na Steven Dese Mukwala kama ilivyokuwa kwenye mchezo uliopita. Kwa hiyo mambo hajaweza kubadilika. Steven Dese Mukwala alianza dhidi ya kikosi cha Al Masry na akaweza kupachika bao kwenye mchezo ule. Kwa siku hii leo ni siku nyingine tena ambayo anapaswa kuprove wrong ama kuonyesha kwamba yeye ni striker la boli, hawezi kukaa bench ama hapaswi kuweza kukaa bench. Kwa hiyo kikosi cha mnyama Simba kimeweza kukaa hivyo. Leo hii naona Aishi Manula isafiri na timu lakini kwenye benchi hayupo. Pia bwana mdogo Lada Kijuma cha Sambi ambao mara kadhaa ameonekana kwenye benchi hayupo kwenye kikosi siku ya hii leo. Kwa hiyo mnyama Simba ameweza kuingia hivyo. Mechi ni majira saa 10 pale katika dimba la New Amani Complex. Kwa mambo ndo amekaa hivyo. Kwa hiyo Jean Chalea Hwa ambaye tulikuwa tukimzungumza tumemwona kwenye kikosi huyo hapa, ambaye leo hii mimi binafsi huwa nazungumza siku zote kwamba endapo nambari 9 ama washambuliaji wa kifeli backup ya haraka, mtu ambaye anapaswa kuibeba timu mabegani huwa ni namba 10. Huwa napenda kuiwekea mifano kidogo. Jean Chalea Hwa anapaswa kujifunza vitu kadhaa tu. Msimu uliopita Stefan Aziziki namna ambavyo alikuwa akifanya Simba, Young Africans walikuwa na changamoto kwenye eneo la namba 9. Kwa hiyo mwalimu aliamua kumtumia Azizi na kumuelekeza kwamba bwana, msimu huu namba 9 yetu nini bado ni changamoto, kwa you have to, unatakiwa kucheza wewe, ucheze kama backup ya wale washambuliaji ambao wanaonekana hawapo bora. Akafanikisha hicho kitu, akachukua na kiatu cha ufungaji bora. Ndani ya Azam FC Prince Mpumelelo Duba aliondoka katikati ya msimu, si ndio? Mara baada ya sintofahamu. Faisal Salum mtoto Abdalla akaweza kuvaa vile viatu, lakini pia tunaona mfano mzuri ukienda pale katika kikosi cha Al Ahly namna ambavyo wanafanya kitu. Emma Mwashuri mpaka sasa hivi ndo top scorer wa ligi kuu kule nchini Misri. So kwa Jean Chalea Hwa anatakiwa kubeba lile jina, kwa sababu mimi naamini huyu ndo nyota pengine ambaye kabla hata ya dirisha la usajili dirisha kubwa watu walishaamini huyu ndo mkombozi wa Simba Sports Club, pengine ndo anakuja kuvaa viatu vya Clatous Chota Chama. Kwa hiyo anapaswa ku prove wrong. Kwa nini una prove wrong vipi kwenye michuano mikubwa? Kwa sababu sasa hivi kuna notion ya kwamba mchezaji mkubwa
anaamua mechi kubwa. Alikuwa MVP wa ligi kuu nchini Ivory Coast. Tayari ma MVP wenzake wameshakuja na wameonyesha kitu cha tofauti. Tuliona Stefan Aziz Ki namna kitu alichokuja kukifanya, tumeona kitu Pacome ambacho anakifanya mpaka sasa hivi. Wengi wakimpa karata kwamba huenda ka deserve kwa MVP wa ligi. Kwa Jean Charles Ahoua kwenye mchezo siku ya leo, nafikiri yeye kuna vitu vingine sio lazima mwalimu akwambie. Mwalimu anakupa tu misingi ya kwamba ukiingia uwanjani fanya hiki, lakini hakufundishi namna gani eti ukifika pale hivi ukipasiwa mpira fanya hivi fanya hivi. Wewe mwenyewe kuna namna inabidi ujiongeze. Kwa ni kitu ambacho unachozungumza hapo mnanikumbusha moja ya mchambuzi hapa nchini Tanzania amewahi kusema kwamba kocha ama mkufunzi mwalimu sema wa timu sawa, anakuwa na mamlaka makubwa sana na mchezaji akiwa katika uwanja wa mazoezi. Lakini kocha akishaingia na timu uwanjani na wanachezaji wake wakishakanyaga pitch ya kuchezea, pale kocha anakuwa na kibarua kingine tofauti na wachezaji. Ina maana hana mamlaka yoyote ndani ya mchezaji. Mchezaji anabaki kuwa mchezaji na kocha anabaki kuwa kocha. Yaani kocha hata apayuke vipi kwa msikilizaji hawezi akafua dafu kwa lolote lile. Kwa hiyo ndicho ambacho kinaweza kutokea kwamba ulivyozungumza kwamba mbali na hayo, lakini yeye mwenyewe pia anatakiwa kujitathmini yeye ni nani na anatakiwa kufanya nini katika wakati gani. Mimi ningekuwa mshauri pengine, unajua kuna mtu mmoja ashazungumzaga wanasema, yani alishatumia msemo mmoja. Aliwekea mfano Ibrahim Ajibu Migomba pamoja na Kibu Dennis. Ndio. Alisema ni heri kuwa Kibu Dennis mpambanaji kuliko kuwa kama Ibrahim Ajibu mwenye kipaji lakini ni mvivu wa mazoezi. Hii kauli mwanzoni niliona kama mbona kama amemchukulia poa Ibrahim Ajibu Migomba, lakini baadaye nikaja kuielewa kwa nini. Angalia alipo Kibu Dennis leo hii ambaye wengi tunamchukulia kawaida, alikuwa akichukuliwa kawaida kutokana na kwamba hana talent, tunazungumza ule udambu wa miguuni, lakini ni nyota ambaye anajituma zaidi uwanjani. Matunda ya kujituma yamekuja kumlipa. Leo hii miongoni mwa key players ambao wanategemewa na Simba, Kibu Dennis siwezi kuacha kulitaja jina lake. Lakini Ibrahim kipindi hicho anazungumza, Ibrahim Ajibu alikuwa still bado yupo kwenye on form, si ndio? Lakini sasa hivi tunavyozungumza Ibrahim Ajibu Migomba ndani ya kikosi cha Dodoma Jiji hana namba mpaka sasa hivi. Jiulize tu Ibrahim Ajibu ule wa Simba Sports Club kwa kile kipaji ambacho alikuwa nacho akiimbwa msimu wa msimu anaenda Young Africans anaibuka top assist wa ligi kuu. Very talent, lakini kitu pekee ambacho Ajibu anamlalamikia wengi ni kwamba bado kwenye mazoezi anakwama, na ukifanya mazoezi means talent, yani kipaji lazima kikue tu. Kuna kitu cha tofauti kuja kukiongeza, umeona? Na uwe na moyo wa upambanaji uwanjani, ndio kitu ambacho anakikosa Jean Charles Ahoua. Ana kipaji ila upambanaji na maamuzi ya haraka akiwa uwanjani, ule kuvaa majukumu kwamba nimekunywa maji ya bendera nipambane kama alivyokuwa akikifanya Bastian Schweinsteiger kwa wale ambao tunaikumbuka Ujerumani 2014 mpaka wanakwenda kuchukua kombe la dunia. Miongoni mwa watu ambao walikunywa maji ya bendera timu ya taifa ya Ujerumani basi ni Bastian Schweinsteiger. Ni kitu ambacho naamini Jean Charles Ahoua akikivaa kwa siku ya hii leo na kuendelea huko mbele, bonge moja la mchezaji. Mimi kila siku wanazungumza mchezaji mzuri, ila kitu anachokikosa ni ile fighting spirit uwanjani ya kupambana kama amekunywa maji ya bendera hapo tu. Na msikilizaji wa Radio Sauti FM, tumeangazia kwa undani kabisa mchezo huu ambao tutakutanisha hii leo Simba Sports Club dhidi ya Stellenbosch kutoka pale nchini Afrika ya Kusini, wajukuu wa Mandela hawa kutoka huko bondeni kwa Madiba. Lakini tuachane na habari hiyo, hii leo pia kutakuwa na mchezo mmoja wa ligi kuu ambao utachezwa hapa Tanzania bara, hususan NBC Tanzania bara kuendelea leo kwa mchezo huo mmoja wa Namungo dhidi ya vijana wa Mashujaa ambao utachezwa katika majira ya saa 10 majira ya saa 1 kamili za usiku, kisha mchezo wa Simba na Stellenbosch majira ya saa 1 katika dimba la Kasim Majaliwa pale Luangwa. Huu mchezo unakutanisha watu Namungo dhidi ya Mashujaa wakiwa wamepishana alama 2. Unajua hapo kwa Namungo pamoja na Mashujaa vinakutana vilabu viwili ambavyo kwa upande wa Mashujaa naweza nikasema wameyumba nao katikati ya msimu. Namungo alianza msimu vibaya, ila mara baada ya ujio wa Juma Mgunda kuna kitu cha tofauti kimeanza kuonekana. Kuna baadhi ya sajili ziliingia kwenye kikosi na kina Saleh Karabaka, umeona tayari kuna kitu cha tofauti. Kina Daniel Amo wameweza kukionyesha timu sasa hivi inaonekana kupambana. Mzungumza mtu kama Najim Musa ambaye ni miongoni mwa viungo, mimi waga nasema siku zote ni miongoni mwa viungo bora kwenye taifa letu ambalo tuko nao, ila ni viungo wa vilabu vya madaraja ya kati. Si unanielewa vizuri? Napata. Ni viungo wazuri ila ni viungo wa timu za madaraja ya kati. Kwa nini? Kwa nini?
Nitakupa mfano mmoja tu. Kuna mtu anaitwa Cleophas Anthony Mkandala. Ndio. Nadhani unampata vyema. Wanakuambia siku zote ukiona unacheza Tanzania Prisons, alafu ukaitwa fundi, una kitu cha tofauti. Cleophas Anthony Mkandala pamoja na Zabona Hamisi Mayombia ni miongoni mwa nyota wachache ambao washacheza Prisons wakaitwa mafundi. Na ukiwatazama hawa wachezaji, bonge moja la talented players ambao ukitazama uwanjani namna ambavyo wanapokea mpira, namna ambavyo wanapasi, utagundua yes, ni wachezaji ambao wana vipaji. Zabona Mayombia sasa hivi yupo ndani ya Pamba Jiji na tunaona kile ambacho anakifanya. Cleophas Anthony Mkandala, bonge moja la midfield, alienda Azam lakini akashindwa kufanya vizuri. Ndio nitakupa mfano. Kuna wachezaji ni wazuri kwenye madaraja ya kati, wakienda kwenye vilabu vya Simba na Yanga ama vilabu ambao vina pressure, inakuwa ni vigumu wao kuweza kumudu. Kwa hiyo naweza nikasema mpaka sasa hivi bado hajaprove kwamba ni wa level za juu, lakini kwa vilabu vya madaraja ya kati, Najim Musa Tumi miongoni mwa viungo bora sana ambao ana sifa zote za midfielder. Ana uwezo mkubwa wa kuscan, lakini ana uwezo mkubwa wa kuweza kupasi, ana uwezo mkubwa wa kudribble mpira na ana uwezo mzuri wa kuweza kupiga pass, accurate passes. Kwa sababu miongoni mwa sifa za kiungo mchezeshaji, huo na usahihi wa kuweza kupiga pasi. Kwa sababu usipokuwa na ubora kwenye pasi, lazima pasi zako zitapotea na utashindwa kuzaa matunda ama kusababisha mabao. Kwa hiyo ni bonge moja la mechi ambayo tunakwenda kuitazama leo hii, na Mungu imebadilika kinshoti kwa sasa hivi, japo hawana consistency ya kupata matokeo kwenye michezo back to back, lakini still kuna kitu cha tofauti ambacho Juma Ramadhani Mgunda, Pep Guardiola mnene ameweza kukiongeza ndani ya kikosi. Unaona fighting spirit ndani ya timu imeweza kuongezeka kwa hivi sasa, mchezaji mmoja mmoja anaipambania nembo ya Namungo, kwa hiyo kuhakikisha kwamba, kwa sababu mwanzoni walikuwa kwenye mstari wa kuweza kushuka daraja, lakini sasa hivi unaona kuna namna wameweza kupiga hatua kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, na ile dhana halisi ya wauaji wa kusini taratibu tunaona imeanza kurejea. Kwa nini? Morale ambayo ameileta Juma Ramadhani Mgunda, kwa sababu wanasema ili siku zote timu hiyo na upambanaji, kocha una kazi kubwa ya kufanya kuhakikisha kila mchezaji anafurahia kitu ambacho unakifanya ndani ya kikosi. Na ndio sehemu ambayo kwa kocha Juma Ramadhani Mgunda amekuwa akisifika zaidi.